Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Basi watu wa Mungu, amjambo. Ninawakaribisheni sana katika muendelezo wa somo letu, somo linalosema ufunuo wa uungu leo. Ufunuo wa uungu leo. Ufunuo wa uungu leo. Na katika siku ya leo tuko sehemu ya 22 ya somo letu. Tuko sehemu ya 22 ya somo letu. Tumefika katika sehemu ya 22 ya somo letu. Katika siku ya leo tutakwenda kujifunza kipengele kitakachokuwa kikisema uumbaji wa pili. Uumbaji wa pili. Uumbaji wa pili, au unaweza ukasema uumbaji wa mwisho. Uumbaji wa mwisho. Tuliweza kujifunza katika somo lililotangulia kuhusu uumbaji wa kwanza. Leo tunajifunza uumbaji wa pili, ambao ni uumbaji wa mwisho. Nikuombe wakati tunapokwenda kujifunza uumbaji huu, tuweze kumuomba Mungu ili atufanikishe kuelewa mambo haya, maana pasipo Mungu hatutaweza kuelewa kwa kweli. Basi tupige magoti tuweze kuomba. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo, wewe ambaye tabia yako, asili yako ni upendo, tunakushukuru kwa maana unatupenda. Tunakushukuru kwa maana unapenda tulielewe neno lako, na unapenda tuelewe tabia yako. Kwa kuwa wewe unatufunulia sisi kwa roho, maana hayupo mtu katika mwanadamu anayeweza kujua mambo ya mwanadamu, bali ni roho ya mwanadamu iliyo ndani yake. Na mambo yako Mungu hakuna mtu anayeweza kuyajua, bali ni roho yako iliyo ndani yako. Hiyo ndio inaweza kutufahamisha maneno yako. Tunakusihi katufafanulie na katufundishe siri zako zilizo kwenye neno lako. Ulisema niite nami nitatukuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyajua. Nasi Baba yetu mwema mwenye tabia ya upendo, tunakuita. Ebu Mungu, itika na utuonyeshe mambo makubwa na magumu tusiyoyajua. Tunaomba haya machache kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Basi wapendwa na ndugu zangu, niwakaribisheni sana katika muendelezo wa somo letu linalosema ufunuo wa uungu leo. Ufunuo wa uungu leo. Karibuni sana katika somo letu. Na leo tumefika sehemu ya 22 ya somo letu, ambapo inasema uumbaji wa pili.
uumbaji wa pili au uumbaji wa mwisho. Katika somo lililopita tuliona uumbaji wa kwanza ni uumbaji uliofanyika kabla ya dunia yetu hii. Kabla ya dunia yetu hii kuumbwa, kabla ya sayari yetu hii kuumbwa. Kwa uumbaji wa kwanza tuliona ni uumbaji ambao ulihusisha kuumbwa. Ni uumbaji ambao ulihusisha kuumba. Ni uumbaji ambao ulihusisha kuumba malaika pamoja na sayari nyingine tofauti na dunia hii, yani na dunia nyingine. Tulijifunza katika somo lililopita, Mungu ana dunia nyingine karibu 100. Na dunia yetu ilipopotea ndiyo ilikuja kutafutwa irudishwe. Hilo tuliona katika ule mfano aliyoutoa Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa tunakuja kujifunza leo uumbaji wa mwisho ambao ni uumbaji wa dunia hii, tunauita uumbaji wa pili. Kwa hiyo uumbaji wa pili ni uumbaji ambao unaohusisha mwanadamu na vitu vyote vilivyomo katika dunia yetu hii. Vitu vya asili vilivyomo katika dunia yetu ni vitu vilivyoumbwa na Mungu. Hivi ni vitu vilivyoumbwa na Mungu. Kwa hiyo katika uumbaji huu wa pili ni uumbaji wa mwisho. Uumbaji uliotangulia ni uumbaji wa malaika na uumbaji wa sayari nyingine. Sasa tuweze kuona uumbaji wa dunia yetu hii katika kitabu cha Kutoka. Katika kitabu hichi cha Kutoka 20 mstari wake ni wa 11. Kitabu ni cha Kutoka 20 mstari wake ni wa 11. Neno la Mungu linasema, Kutoka 20 mstari wake ni wa 11. Neno la Mungu linasema, maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Maandiko yanatuambia kwamba maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Kwa hiyo dunia hii ambayo imo kwa mujibu wa neno la Mungu iliumbwa ndani ya siku 6 tu. Ndani ya siku 6 tu. Ndani ya siku 6 tu ndiyo dunia yetu hii iliweza kuumbwa. Ndipo dunia yetu hii iliweza kuumbwa. Iliumbwa ndani ya siku 6 tu. Ndani ya siku 6 tu ndipo dunia yetu iliweza kuumbwa. Na vitu vyote vilivyomo. Na maandiko yanatuambia kwamba siku ya 7 baada ya kuwa Mungu amemaliza uumbaji wa hii dunia alipumzika. Siku ya 7 baada ya kuwa Mungu amemaliza uumbaji wa dunia hii, basi hapo Mungu aliweza kupumzika. Tukasome sasa katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 1 mstari wake wa kwanza. Mwanzo 1 mstari wake ni wa kwanza. Maandiko yanasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Maandiko yanasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Fungu hili katika kitabu cha Mwanzo kinaelezea mwanzo wa dunia hii. Si mwanzo wa dunia nyingine wala na malaika. Na hapa ndiyo Biblia inatueleza, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na aliumba nchi. Si mbingu ile aliyo Mungu anayokaa, ni mbingu ili anga, yani dunia hii. Na nchi inayosemwa ni hii dunia. Hebu niweze kukuthibitishia hilo hapo katika Mwanzo 1 mstari wake ni wa 6. Maandiko yanasema, Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya lile anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Mungu akaliita lile anga
mbingu. Maandiko yanatuambia kwamba Mungu alitenga maji akayapeleka juu ya anga na maji mengine akayapeleka chini ya anga. Kwa hiyo anga likawepo na maji yakawa juu ya anga, na anga lile Mungu akaliita mbingu. Kwa hiyo anga hili la dunia tunaloweza kuliangalia, hilo linaitwa mbingu. Ukasome pia katika mstari wa 9. Maandiko yanasema, Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi. Kwa hiyo Mungu akasema maji ambayo yako chini ya mbingu yakusanyane, ibakie sehemu ya uwazi. Uwazi uliobakia ndio Mungu akaita nchi. Kwa hiyo nchi ni ardhi. Nchi ni ardhi. Kwa hiyo tukirejea kwenye Mwanzo 1:1 anaposema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo mbingu na nchi hizi ziliweza kuumbwa na Mungu. Mbingu inayoongelewa hapa ni mbingu na nchi inayoongelewa ni hii ardhi. Na maandiko yanatuambia kwamba dunia yetu hii iliumbwaje? Maandiko yanatuambia kwamba dunia yetu hii iliumbwaje? Ukienda katika kitabu cha Petro, au ngoja kwanza niweze kusoma Mwanzo 1. Tusome Mwanzo 1 mstari wake wa 1 hadi wa 5. Mwanzo 1 mstari wake wa 1 hadi wa 5. Maandiko yanasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaitenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Maandiko yanatuambia kwamba Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hiyo ni taarifa tunapewa kwamba Mungu ndiye aliyeumba mbingu, yani hili anga, ndiye aliumba hii ardhi. Sasa viliumbikaje? Ndiyo maandiko yanatuambia kwamba nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Nchi ilikuwa ukiwa na ilikuwa haina kitu. Maandiko yanatuambia kwamba, anasema kwamba na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Sasa hapa tunaona kwamba katika uumbaji wa Mungu maji tunayaona hapo. Yeye vilindi vya maji vilikuwa vimejaa. Kwa hiyo dunia hii ilikuwa imejaa maji. Dunia hii ilikuwa imejaa maji, vilindi vya maji. Siku ya kwanza na giza lilikuwa liko juu ya vile vilindi vya maji, na roho ya Mungu ilikuwa iko juu ya uso wa maji. Biblia ya Kiswahili hapa inasema roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya uso wa maji. Lakini ukisoma katika Biblia ya Kiingereza, Biblia ya King James Version, anasema and the Spirit of God was moving upon the face of waters. Anasema na roho wa Mungu alikuwa akijongea juu ya nini? Alikuwa akijongea juu ya uso wa maji. Kwa hiyo wakati dunia hii inaumbwa, giza limekutwa. Sikiliza vizuri. Giza lilikuwepo, maji yalikuwepo, na roho wa Mungu alikuwepo. Hivyo ni vitu ambavyo vilikuwepo. Sasa maandiko yanakuja kutuambia kwamba Mungu katika siku ya kwanza alisema iwe nuru. Iwe nuru. Nuru ikawepo. Kwa Mungu akasema iwe nuru, na nuru ikawepo. Uumbaji wa Mungu umeanza kwa nuru. Nuru ndiyo imeanza. Kwa hiyo dunia hii iliumbwa kwa nuru. Maandiko hapo yanatuambia kwamba dunia hii ilikuwa haina hata umbo. Maji yalikuwa yamejaa kila sehemu, na lilikuwepo giza, na roho wa Mungu alikuwa juu ya yale maji. Mungu anaanza kwa kusema iwe nuru, na hapo iwe nuru ndipo uumbaji wa dunia hii unaanza. Na Mungu aliposema iwe nuru, ikawa nuru. Uumbaji wa dunia. Kwa katika siku ya kwanza Mungu aliumba nuru.
Katika siku ya kwanza Mungu aliumba nuru. Tunajuaje uumbaji umeanza na nuru? Kitabu ni cha, some mafungu mawili hapa wakati nalielezea jambo hili. Kitabu ni cha Waebrania 11 aya yake ni ya 3. Kitabu ni cha Waebrania 11 aya yake ni ya 3. Kitabu cha Waebrania 11 aya yake ni ya 3. Neno la Mungu linasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, na vitu vinavyoonekana havikufanyika kuwa vitu dhahiri. Kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa ulimwengu, dunia yetu iliumbwa kwa neno la Mungu, kwa neno la Mungu. Kitabu ni cha Zaburi, Zaburi 33 mstari wake ni wa 6. Tutasoma na mstari wake ni wa 9. Neno la Mungu linasemaje? Kitabu ni cha Zaburi, Zaburi 33, Zaburi ya 33 mstari wake ni wa Zaburi ya 33. Tusome pale rafiki. Zaburi ya 33, Zaburi ya 33, Zaburi ya 33 mstari wake, Zaburi ya 33 mstari wake ni wa 6 na wa 9. Ninasema, kwa neno la Bwana mbingu na nchi zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa neno la Bwana mbingu na nchi zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Maandiko yanasema, kwa neno la Bwana mbingu na nchi zilifanyika. Kwa neno la Bwana mbingu na nchi zilifanyika. Maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Kwa hiyo mbingu na nchi zilifanyika kupitia neno la Bwana. Kwa hiyo kupitia neno la Mungu. Na ndio tunakuja kugundua kwamba uumbaji wa dunia umeanzaje. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hiyo wakati dunia yetu inaumbwa, vilindi vya maji vilikuwepo. Kwa hiyo vilindi vya maji hatujui ni siku gani Mungu aliweza kuviumba, lakini vimeanza kuumbwa kabla ya siku ya kwanza. Maana katika siku ya kwanza, kilichoumbwa katika siku ya kwanza ni nuru. Ni nuru. Hebu nithibitishe jambo hili vizuri katika maandiko matakatifu. Katika maandiko matakatifu. Sasa dunia yetu hii imeumbwa kutoka wapi? Dunia yetu hii imeumbwa kutoka wapi? Katika kitabu cha Petro, dunia yetu hii imeumbwa kutoka wapi? Kitabu ni cha Petro, Petro wa pili 3. Hebu ngoja nione kama ni Petro wa pili au ni Petro wa kwanza hapo. Ni Petro wa pili 3. Petro wa pili 3 mstari wake ni wa 5. Petro wa pili 3 mstari wake ni wa 5. Neno la Mungu linasema, maana ufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hiyo nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Mbingu na nchi zimefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji. Kwa hiyo dunia, yani mbingu na nchi za hii dunia, maandiko yanasema zimefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji. Na ndio utaona nchi imepatikanaje. Mungu alisema katika ile siku ya pili, maji yaliyo chini ya mbingu yakusanyike mahali pamoja. Ndio tukaiona ardhi ambayo ni nchi.
Kwa hiyo dunia yetu imeumbwa kutoka kwenye vilindi vya maji, imeumbwa kutoka ndani ya maji. Kwa hiyo vilindi vya maji ni kitu cha thamani sana, ni kitu cha thamani sana kabla ya dunia yetu hii. Kabla ya dunia yetu hii, yani maana yake kabla ya uumbaji wa dunia kuanza, vilindi vya maji vilikuwepo. Hii Petro 3 mstari wake wa 5 anatuambia kwamba mbingu na nchi zimefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji. Hebu twende kwenye kitabu cha Mithali, Mithali 8. Mithali 8 kuanzia mstari wake ni wa 22. Kitabu ni cha Mithali, Mithali 8 mstari wake ni wa 22. Neno la Mungu linasema, Mithali 8 mstari wake ni wa 22. Neno la Mungu linasema, Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, na alitukuka tokea milele tangu awali, kabla haijakuwepo dunia, wakati visipokuwepo vilindi, na alizaliwa wakati zisipokuwepo chemichemi zilizojaa maji, wakati zilipokuwepo chemichemi zisizojaa maji. Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba wakati milima haijawekwa imara, kabla ya vilima na alizaliwa, alipokuwa hajaiumba dunia wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia. Maandiko yanasema kwamba Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, na alitukuka tokea milima tangu awali, wakati visipokuwapo vilindi vya maji. Kwa hiyo vilindi vya maji, vilindi vya maji, kuna wakati ambapo havikuwepo. Vilindi vya maji vinavyo viliumbwa, ila havikuumbwa katika dunia yetu hii. Wakati dunia ilipoumbwa kwamba vilindi vya maji viliumbwa, hapana. Dunia yetu imeumbwa kutoka ndani ya vilindi vya maji. Dunia yetu imeumbwa kutoka ndani ya vilindi vya maji. Petro wa pili 3:5 ndio inatueleza jambo hilo. Na huyu ambaye alikuwa pamoja na Bwana, huyu ambaye alikuwa pamoja na Bwana kabla ya vilindi vya maji havijakuwepo, kabla ya dunia yetu hii kuumbwa, kabla ya milima kuonekana, huyu ni Kristo. Huyu ni Kristo, ndiye aliyekuwa pamoja na Mungu. Kwa hiyo Mungu katika uumbaji wake alikuwa na mshirika. Utasoma pia katika kitabu cha Mithali, au ngoja nisome Mithali 30 mstari wake ni wa 5. Kitabu ni cha Mithali 30 mstari wake ni wa 5. Neno la Mungu linasema, neno la Mungu linasema, mstari wake ni wa 4. Mithali 30 mstari wake ni wa 4. Neno la Mungu linasema, ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Ni nani aliyefunga maji ndani ya nguo yake? Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Ni nani aliyefanya ncha zote za nchi? Jina lake ni nani? Na jina la mwanae kama wamjua. Maandiko yanatuambia hapa, aliyefanya ncha zote za nchi ana jina lake na ana jina la mwanae. Jina lake ni Yehova na jina la mwanae ni Kristo. Kwa Kristo alikuwa pamoja na Mungu katika uumbaji wa dunia hii. Kristo alikuwa pamoja na Mungu katika uumbaji wa dunia hii. Kwa hiyo katika uumbaji wa dunia hii Kristo alikuwepo. Kwa hiyo dunia yetu imeumbwaje? Dunia imeumbwa kutoka katika vilindi vya maji. Biblia haijatuambia ni lini vilindi vya maji na giza vilianza kuwepo, lakini hiyo haitupi shida kwa sababu kuna uumbaji uliotangulia kabla ya. Na katika Mithali 8 tunamkuta hapo hekima ambaye ni Yesu alikuwepo wakati vilindi vya maji havikuwepo. Kwa hiyo tuna ushahidi nao kwamba vilindi vya maji na vyenyewe vimeumbwa na Mungu, ila havikuumbwa wakati dunia hii hapa iliumbwa. Kwa hiyo vilindi vya maji na vyenyewe ni sehemu iliyofanyika kabla ya dunia yetu hii kuanza kuumbwa.
dunia yetu hii kuanza kuumbwa, uumbaji wake umefanyika wakati. Uumbaji wake umefanyika wakati Mungu anasema iwe nuru, hapo ndipo uumbaji unafanyika. Nuru ikawepo pale kwenye maji. Juu ya uso wa maji kulikuwa na giza, sasa ikawepo nuru. Na baadaye Mungu anayetenga yale maji, anga linakuwepo hapo katikati ya maji yaliyo juu na katikati ya maji yaliyo chini. Baadaye maji yaliyo chini Mungu anayakusanya, nchi inatokea. Ndipo hapo utaelewa katika Petro wa pili 3:5 kwamba dunia imeumbwa kutoka katika maji. Dunia imeumbwa kutoka katika maji. Sasa turudi hapa. Kitabu ni cha Mwanzo 1. Tasoma fungu lake la kwanza na nitasoma fungu lake ni la 26. Mwanzo 1 fungu lake la kwanza na nitasoma fungu lake ni la 26. Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wake wa kwanza, neno la Mungu linasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa mbingu na nchi zimeumbwa hapo mwanzo. Na mbingu tumeona iliyosemwa ni anga na nchi iliyosemwa ni ardhi. Fungu lake ni la 26 linasema kwamba, nitaenda hadi fungu la 31. Mwanzo 1:26 hadi 31. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi na vyote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitambaacho chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndicho chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai. Majani yote ya miche ndicho chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Kwa hiyo mnamo siku ya 6 ndiyo siku ambayo Mungu alimuumba mwanadamu. Mnamo siku ya 6 ndiyo siku ambayo Mungu alimuumba mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu ameumbika, amefanyika siku ya 6. Mwanamume na mwanamke wote waliumbwa katika siku hiyo ya 6. Ni katika siku hiyo ndio uumbaji wa mwanamke na uumbaji wa mwanamume umefanyika, na ndipo Mungu aliweza kumpa aweze kutawala vitu vyote. Kwa hiyo kiumbe wa mwisho kuumbwa katika dunia yetu ni mwanadamu. Ni mwanadamu, na mwanadamu ameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Yaani ni kiumbe aliyeumbwa amfunue Mungu, japo aliumbwa kwa mavumbi. Japo aliumbwa kwa mavumbi ya ardhi. Maandiko yanatuambia kwamba mwanadamu aliumbwaje. Mwanzo 2:7 ndiyo inakuja kufafanua jinsi ambavyo mwanadamu alivyoumbwa. Mwanzo 2:7. Neno la Mungu linasema, Bwana akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai.
Bwana akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mtu akawa nafsi hai. Kwa mwanadamu aliumbwaje? Mungu alichukua mavumbi ya ardhi akayafinyanga, kisha alimwili likawepo hapo. Kwa mwili ni mavumbi ya ardhi. Kisha Mungu akapuliza pumzi ndani ya lile umbo, ndani ya ule udongo, ndani ya ule mwili, ndipo mtu akawa nafsi hai. Kwa mwanadamu ametengenezwa kwa kanuni mbili, mwili na pumzi. Pumzi ndio tunaita roho. Kwa mwanadamu ameumbwa kwa mavumbi ambayo ni huu mwili, na pumzi ambayo ni roho. Kwa mwanadamu ndiye kiumbe wa mwisho kuumbwa katika uumbaji wa Mungu. Mwanadamu ndiye kiumbe wa mwisho kuumbwa katika uumbaji wa Mungu. Baada ya Mungu kumaliza kumuumba mwanadamu, alimfanya aweze kuwa mtawala wa vitu vingine vyote. Mwanadamu alifanywa aweze kuwa mtawala wa viumbe vingine vyote. Na hii kwa kweli, mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, na unaona anaumbwa anaambiwa awe mtawala wa vitu vingine kama Mungu alivyo mtawala wa viumbe vingine vyote. Ndipo mwanadamu naye anaumbwa awe mtawala wa vitu vingine. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Zaburi, Zaburi ni 8, twende pale. Zaburi 8 mstari wa 3. Maandiko yanatuambia jambo hili katika kitabu cha Zaburi 8 mstari wake wa 3. Mstari wake ni wa 4. Zaburi 8 mstari wake ni wa 4. Neno la Mungu linasema, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na mwanadamu hata umwangalie? Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na mwanadamu hata umwangalie? Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na mwanadamu hata umwangalie? Anasema umemfanya mdogo kuliko Mungu. Biblia ya Kiswahili hapa haijaweka hili neno sawa. Ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza hapa, hilo neno anasema umemfanya mdogo kuliko malaika, sio kuliko Mungu. Umemfanya mdogo kuliko malaika, umemvika taji na utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa hiyo anasema kondoo na ng'ombe wote pia, naam, na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini, na kila kipitacho njia za baharini. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi zilivyo tukufu jina lako duniani mote. Kwa hiyo samaki, ndege wa baharini na viumbe wote wakawekwa chini ya mwanadamu. Mwanadamu alipoumbwa mnamo siku ya 6. Mwanadamu alipoumbwa mnamo siku ya 6 akawekwa awe mtawala. Na mwanadamu ameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Yaani mwanadamu ameumbwa akiwa na tabia ya Mungu. Na lengo la Mungu kuiumba hii dunia lilikuwa ni nini? Kitabu ni cha Isaya 45 mstari wake ni wa 18. Isaya 45 mstari wake ni wa 18. Kitabu ni cha Isaya 45 mstari wake ni wa 18. Isaya 45 mstari wake ni wa 18. Kitabu cha Isaya 45 mstari wake ni wa 18. Neno la Mungu linasema, Isaya 45 mstari wake ni wa 18. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Isaya 45 mstari wake ni wa 18. Neno la Mungu linasema, maana Bwana aliyeziumba mbingu asema hivi, yeye ni Mungu, ndiye aliyeumba dunia
na kuifanya. Ndiye aliyeifanya imara, hakuiumba ukiwa. Aliiumba ili ikaliwe na watu. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Maandiko yanasema hii dunia Mungu aliumba ili ikaliwe na watu, watu wema. Kwa dunia hii Mungu aliumba ili ikaliwe na watu, watu walioumbwa kwa mfano wake na watu walioumbwa kwa sura yake, na watu hawa ndio waweze kuwa watawala wa vingine vyote vilivyomo ndani ya dunia. Baada ya Mungu kuwa amemaliza kuiumba dunia hii, akiiumba ndani ya siku 6, japo sijaenda kwa mlolongo kwamba siku ya kwanza dunia iliumbwaje, siku ya pili ilikuwaje, siku ya 3 ilikuwaje, na mpaka siku ya 6. Maana natoa kwa ufupi, maana somo hili la uumbaji na lenyewe ni pana namna kwa ajabu zake. Hapa ni kama tunatoa tu muhtasari wa mambo haya. Sasa japo mambo haya tutayafafanua tu huko mbele, maana katika uumbaji kuna injili. Tutajifunza huko mbele masomo yatakayokuwa yakisema injili katika uumbaji. Kwa hiyo katika uumbaji kuna injili. Mungu hakuwa tu anafanya matendo yake hivi hivi. Sasa baada ya kuwa Mungu amemaliza kuumba, ameiumba hii dunia kwa siku 6, na mwanadamu akiwa kiumbe wa mwisho kuumbwa, Mungu akaweka muhuri wa uumbaji wake. Mungu akaweka alama ya uumbaji wake. Mungu akaweka kumbukumbu ya uumbaji wake. Mungu akaweka muhuri, akaweka alama, akaweka kumbukumbu ya uumbaji wake. Tukasome katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 1, mstari wake ni wa Mwanzo 2. Mwanzo 2, mstari wake ni wa kwanza hadi mstari wake ni wa 4. Maandiko yanasema, basi mbingu na nchi zikamalizika. Mbingu ipi na nchi ipi? Mbingu ambayo ni hili anga na nchi ambayo ni hii ardhi. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Akaacha kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba katika siku ya 7 Mungu alistarehe, aliacha kuendelea na uumbaji. Si kwamba Mungu alichoka, hapana. Aliacha kuendelea na uumbaji. Na kisha katika siku hii ambayo ni siku ya 7, Mungu akaibariki na Mungu akaitakasa. Mungu akaibariki na Mungu akaitakasa. Kwa hiyo ndani ya hii siku ya 7 ni siku ambayo Mungu ameibariki na siku ambayo Mungu ameitakasa. Kubariki maana yake ndani yake kuna baraka. Kutakasa maana yake ni kuitenga kwa makusudi matakatifu. Kwa hiyo siku ya 7 ni siku ambayo Mungu aliitenga kwa makusudi matakatifu. Na siku ya 7 ndiyo tunaita Sabato. Na hapa ndipo mwanzo wa Sabato. Sabato imeanza lini? Sabato imeanza tarehe 7 za dunia yetu. Mwezi ukiwa haujafika, mwaka ukiwa haujafika. Maana ili mwezi ufike kibibilia ni siku 30. Ili mwezi ukamilike, mwezi una siku ngapi? Siku 30. Ndani ya siku 30 ndipo mwezi unafanyeje? Ndipo mwezi unakamilika. Na mwaka unakamilika ukiwa na miezi 12. Kwa hiyo hapo Sabato ya kwanza ilifanyika, ilikuwa ni tarehe 7. Na Mungu ni msabato. Mungu ni msabato. Maana yake ni nini? Mungu ndiye aliyekuwa wa kwanza kupumzika Sabato. Kwa hiyo baada ya mwanadamu kumalizika kuumbwa, tunaona kwamba taasisi ya ndoa ikaanza. Mungu alianzisha taasisi ya ndoa. Baada ya taasisi ya ndoa, Mungu akaweka Sabato. Ndoa na Sabato ni taasisi zilizofanyika kabla
ndoa imefanyika tarehe 6. Ndoa imefanyika tarehe 6 ya dunia yetu, na siku ya 7 ikafanyika Sabato. Na Sabato hiyo ya kwanza waliokuwepo ni Mungu, Adam na Hawa. Hao ndio waliohusika katika Sabato nyingine, watazamaji wakiwa ni malaika na sayari nyingine. Mungu akaianzisha Sabato. Mungu akaanza kupumzika. Kwa nini alipumzika? Sabato hii ndio ilikuwa muhuri wa uumbaji wa Mungu. Mungu akaianzisha Sabato na ikaanza siku ya 7. Kwa Sabato ya pili, kama tukifanya mahesabu, ilifanyika tarehe 14. Sabato ya tatu ilifanyika tarehe 21. Sabato ya 4 ilifanyika tarehe 28. Sabato ya 5 ilifanyika tarehe 5. Hapo mwezi tarehe 5 sasa ya mwezi wa pili. Mwezi wa pili tarehe 5 ndio hapo Sabato ya 4 ilifanyika. Kwa hiyo tangu Sabato hapo ndipo Sabato ya 5 ilifanyika. Sabato ya kwanza, Sabato ya pili, Sabato ya 3, Sabato ya 4, mwezi bado ulikuwa hujakamilika. Mwezi umekuja kukamilika ikiwa ni Sabato ya 5, na ikiwa ni tarehe 2, na ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa pili, ndipo Sabato ilifanyika. Leo nimepoteza hesabu, sijui tuko Sabato ya ngapi. Leo tumepoteza hesabu. Binafsi sijui tuko Sabato ya ngapi? Tuko Sabato ya ngapi? Sasa Mungu kwa nini alianzisha Sabato? Sabato ni kumbukumbu ya uumbaji wa Mungu. Ni kumbukumbu ya uumbaji wa Mungu. Kwa nini Mungu alianzisha Sabato? Na nani ni mkuu wa Sabato? Kitabu ni cha. Kwa hiyo wanaosema Sabato imeanzishwa na Wayahudi, wazo kwamba Sabato ni ya Wayahudi, hilo ni wazo la uongo na ni wazo la Lucifer lililoibuka kutoka kwa Shetani. Lakini wazo la Biblia, Sabato imeanza na Mungu ndiye ameianzisha. Na Sabato ilianzishwa kwa kusudi gani? Kitabu ni cha Marko. Marko 2 mstari wake ni wa 27 na 28. Marko 2 mstari wake ni wa 27 na mstari wake ni wa 28. Neno la Mungu linasema, akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Maandiko hapa yanasema Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo ongezeko la siku ya 7, Mungu si aliumba akakamilisha siku 6. Ongezeko la ile siku moja ya 7 tunaoita Sabato, ambalo Mungu alipumzika, ongezeko la siku hiyo lilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Ongezeko hilo lilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Ndio Biblia inatuambia Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Ngoja tutoe hapo mfano. Hii nguo ambayo nimeivaa imetengenezwa kwa ajili yangu au mimi ndio nimetengenezwa kwa ajili ya hii nguo? Jibu la wazi, nguo imetengenezwa kwa ajili yangu. Mimi sijatengenezwa kwa ajili ya nguo. Kwa nguo imetengenezwa kwa ajili yangu. Na ndio Sabato ilianzishwa kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilianzishwa kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ina manufaa kwa mwanadamu, na mwana wa Adamu ndiye mkubwa wa Sabato. Yaani Yesu Kristo ndiye mwana wa Adamu, na yeye ndiye mkuu wa nini? Yeye ndiye mkuu wa Sabato. Yeye ndiye mwanzilishi wa Sabato. Kwa hiyo Sabato ilianzishwa na nani? Sabato ilianzishwa na Kristo, na ilianzishwa kwa manufaa ya mwanadamu. Ili ifanyeje? Sabato ilianzishwa ili imkumbushe mwanadamu kwamba Mungu ndiye muumbaji. Kwa Mungu alipomaliza kumuumba mwanadamu siku ya 6 na akaianzisha taasisi ya ndoa, kisha siku iliyofuata ya 7 Mungu alianzisha taasisi ya Sabato kwa manufaa ya hawa wanadamu, yani Adam na Hawa na kizazi chao baada yake, kama kumbukumbu ya kazi ya uumbaji wake. Kwa uumbaji wa Mungu
kumbukumbu yake ni Sabato. Sabato ilianzishwa ili wakumbushe wanadamu kwamba Mungu ni muumbaji, na kama wanadamu wangeishika Sabato wangeliweza kumjua Mungu wa kweli, na wangeweza kujua Mungu ni muumbaji. Wasingeweza kusema Mungu ametokana mwanadamu ametokana na nyani, kwamba ulimwengu huu umejitengeneza kwa muda mrefu wa mabilioni ya miaka. Kwa Sabato ilianzisha kwa manufaa ya mwanadamu. Kwa mwanadamu aliumbwa na akapewa utawala wa vitu vyote. Sasa ili mwanadamu asisahau, ndio Mungu akaianzisha Sabato, na Mungu akatoa agizo hili kwa mwanadamu. Kitabu ni cha Kutoka 20 mstari wake ni wa 8. Twende mpaka mstari wake ni wa 11. Kutoka 20 mstari wake ni wa 8 hadi mstari wake ni wa 11. Neno la Mungu linasema, Kutoka 20 mstari wake wa 8 hadi wa 11. Neno la Mungu linasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwamba kwa nini tuishike Sabato? Kwa maana Mungu aliumba vitu kwa siku 6. Kwa maana Mungu ni muumbaji. Hiyo ndio sababu ya kuishika Sabato au kuitunza Sabato. Na ni siku ya 7. Maandiko yanasema Sabato ndio Mungu akaianzisha. Na ni siku ya 7. Na kwa Kiswahili huku leo ndio tunaita Jumamosi. Ndio Sabato. Japo Waswahili walipiga chenga, mosi ni moja, yani siku ya 7 wao wakaita moja. Hizo zote ni kazi za Ibilisi. Kwa hiyo Sabato ni siku ya 7, na ilianzishwa kwa wanadamu wangapi? Wanadamu wote. Kitabu ni cha Isaya 56 mstari wake wa 1. Kwa Mungu katika amri zake 10 kuna amri ya kutunza Sabato. Na hii amri ni muhimu sana, maana ndiyo inayomuonyesha Mungu ni muumbaji. Ndiyo ambayo inaonyesha kazi za Mungu. Amri hii ya Sabato ndiyo ambayo inaonyesha Mungu ni muumbaji. Na amri hii ilikuwepo hata kabla ya amri hizi. Na ndiyo maana ina neno ikumbuke, remember. Wana wa Israeli wakati amri hizi zinatolewa pale mlima Sinai, amri ya Sabato peke yake ndio ilikuwa ina hili neno ikumbuke. Kwa amri hii ya Sabato ni amri ambayo ilikuwepo hata kabla. Kwa hiyo wana wa Israeli walianza kuitunza Sabato hata kabla. Sabato ilikuwa ikitunzwa hata kabla ya kutangazwa mlima Sinai. Ndio taona ni somo la uongo, na Wakristo wa uongo wanafundisha eti wa kwanza walioanza kuitunza Sabato ni Waisraeli. Na wakati Sabato ilitolewa tangu siku ya 7 na ilitakiwa itunzwe, hapa Waisraeli walikumbushwa tu, wanaambiwa ikumbuke. Na Sabato si ya Wayahudi. Sabato ilitolewa kwa ajili ya watu gani? Kitabu ni cha Isaya. Twende pale rafiki. Isaya 56. Mstari wa 1, mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana, azishikaye Sabato, asizivunje, auzuiaye mkono wake, usifanye uovu wowote. Maandiko yanasema heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana, azishikaye Sabato, asizivunje, auzuiaye mkono wake, usifanye uovu wowote. Usifanye uovu wowote. Usifanye
uovu wowote. Kwa hiyo anasema heri mwanadamu anayezishika sabato. Kama wewe ni mwanadamu, unatakiwa kuishika sabato, unatakiwa kuikumbuka sabato. Sabato ni kumbukumbu ya uumbaji wa Mungu. Sabato ndio inatuonyesha tendo kuu la Mungu la ajabu, ambalo ndilo sababu ya viumbe sisi kumwabudu. Tunatakiwa kumwabudu Mungu, tunatakiwa kumtumikia Mungu kwa sababu ni muumbaji, na siku Mungu aliyoiweka ili iwe muhuri wa uumbaji wa mwisho wa dunia hii, uumbaji wa mwisho wa Mungu. Mungu alipomaliza kuumba dunia hii, akapiga muhuri katika muumbaji wake, na muhuri huo ni sabato. Na hivyo sabato itaendelea kutunzwa milele na milele katika sayari za mwisho, katika mbingu mpya na ulimwengu mpya, na katika sayari zote sabato itaendelea kutunzwa, maana ndiyo muhuri wa kumalizia uumbaji. Mungu alipomaliza uumbaji wake, akaisogeza hapo siku ya saba, na hiyo ndio ikapiga muhuri wa ule uumbaji wa Mungu, wa lile tendo la Mungu kwamba Mungu ni muumbaji. Na hata rafiki yangu, kama unaichukia sabato, wewe ambaye hujapata neema ya kuitunza sabato, Mungu aweze kukujalia, maana sabato utaikuta kule unakokwenda. Sijui itakuwaje, na hivyo ukiichukia na ukaikataa, hata kule unapokwenda hutafika. Kitabu ni cha Isaya 66. Kitabu ni cha Isaya 66. Isaya 66, twende pale rafiki. Isaya 66 mstari wake ni wa 22 na 23. Maandiko yanasema, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazozifanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndio uzao wenu na jina lenu utakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu. Kwa maandiko yanasema itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato. Wanadamu wote watakwenda kuabudu mbele za Mungu. Wanadamu wote watakwenda kuabudu mbele za nani? Mbele za Mungu. Maandiko yanasema itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato. Wanadamu wote watakwenda kuabudu mbele za Mungu. Kwa sabato ni tendo litakaloendelea milele na milele kufanywa na wanadamu. Wanadamu wataendelea kuitunza sabato hata katika mbingu mpya na nchi mpya. Sabato itaendelea kufanywa, maana sabato ndiyo muhuri wa uumbaji wote wa Mungu. Mungu alipomaliza uumbaji wake, akaiweka sabato iwe ndiyo muhuri wa uumbaji wake, na sabato ndio itakuwa amri itakayokuwa tishio na itakayokuwa shindanio katika ulimwengu huu. Katika ulimwengu huu shetani ana ajenda kwamba awafanye watu wote wasiabudu siku ya sabato, waabudu siku nyingine ni kwa lazima, na yeyote atakayekuwa akiabudu sabato apatwe na kifo. Maana anayeabudu sabato anaendelea kutangaza Mungu ni muumbaji, na shetani hataki kwamba watu waweze kuelewa Mungu ni muumbaji. Kwa hiyo sabato ilianzishwa kwa ajili ya wanadamu. Kwa dunia yetu hii ndiyo sayari ya mwisho kuumbwa, na mwanadamu ndiye wa mwisho kuumbwa. Baada ya mwanadamu kuumbwa, taasisi ya ndoa ikaanzishwa, na baada ya taasisi ya ndoa, muhuri wa sabato ukapigwa pale kwenye uumbaji wa Mungu. Kwa sabato ya kwanza ikaanza tarehe 7 za dunia yetu. Huo ndio mwanzo wa sabato. Ndio tunaona sabato ni ya zamani sana, hata kuliko makanisa ambayo unayoona leo, sijua Katoliki, sijua nani. Wa sabato ndio walianza. Ambao wa sabato wao ni nani? Mungu, Adam na Hawa. Hao ni wa sabato kwa mujibu wa neno la nani? La Mungu. Sasa nisome nukuu hizi kuweza kumalizia tendo hili la uumbaji wa Mungu wa kwanza. Uumbaji wa Mungu wa kwanza.
Katika uumbaji wa Mungu wa kwanza, nisome nukuu hizi. Nisome nukuu hii kuweza kumalizia jambo hili. Niweze kusoma nukuu hizi katika uumbaji wa pili, samahani. Uumbaji wa dunia yetu. Uumbaji wa dunia yetu. Nukuu ya kwanza naisoma inatoka katika kitabu kinaitwa 1SP. 1SP 23 aya ya kwanza. 1SP 23 aya ya kwanza. Kitabu kinaitwa 1SP 23 aya yake ni ya kwanza. Yaani kitabu hicho kwa Kiingereza kinaitwa Spirit of Prophecy Volume 1. Yaani kwa Kiswahili ni kitabu cha roho ya unabii gombo la kwanza. Kinaeleza kwamba Baba na Mwana walikuwepo katika uumbaji. Baba na Mwana walikuwepo katika uumbaji wa dunia hii. Pia ukisoma katika kitabu cha Shuhuda ya pili 209 aya ya pili nasema kwamba Yesu aliungana na Baba katika uumbaji wa hii dunia. Kwa uumbaji wa hii dunia alikuwepo Baba na Mwana. Tupige magoti, tuombe, tukutane katika kipindi kingine. Mungu asante, tujalie kuelewa neno lako. Tunaomba kupitia jina lako Yesu. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esenia kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Ndugu, mafundisho idara bima na msalaba, kanuni wa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno.
Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Nini maana ya matengenezo? Ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli, wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli, wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.